Na katika chama chetu tunayo changamoto moja. Wanaoshinda mioyoni mwao wanakataa matokeo, na walioshindwa mioyoni mwao wanakataa matokeo. Si wengi, lakini wana madhara makubwa. Si wengi, lakini wana madhara makubwa. Mtu anachaguliwa kwa mwenyekiti wa tawi, mwenyekiti wa kata, mwenyekiti wa wilaya, mwenyekiti wa mkoa. Lakini akishamaliza kuchaguliwa, anaanza kutafuta nani hawakumuunga mkono, aanze kupambana nayo. Yaani katika akili yake amejitengeneza kwamba yeye ni Mungu mtu na kwamba kila mtu lazima amchague yeye. Tabia ya kijinga kabisa. Unapoingia kwenye uchaguzi unapaswa kujua kwamba unaogombea nao wana haki sawa na wewe, na kwamba unakwenda kwenye uchaguzi ukiwa na dhamira ya utumishi. Na mtu yoyote mwenye dhamira ya utumishi anaikana nafsi yake, anakuwa anajitoa kwa ajili ya wenzake, anasema nakwenda kuwatumikia wenzangu. Wakati mwingine usipochaguliwa unahisi kwamba mzigo umekupungukia, lakini watu wetu wasipochaguliwa anaona amepata tatizo kubwa sana, ugonjwa wa kudumu. Kwa mtu akikosa kura tatu tu anatafuta hao watatu walikuwa kina nani? Nani walikuwa wananipinga? Nani hawakuniunga mkono? Huo ni ugonjwa wa ubinafsi uliokisiri ambao wachache ambao tunao lazima tuuache kwa maslahi ya chama chetu na nchi yetu. Tukiwa chama kinachotawala, chama kinachopaswa kutoa mwelekeo na dira ya nchi, tunayoyafanya sisi ndani ya CCM ndiyo yanayoakisiwa na vyama vingine. Mkiona vyama vingine vidogo vidogo vinaanza kukataa matokeo, vinatuiga sisi tunavyokataa matokeo yetu wenyewe ndani. Mtu unapigwa mchana kweupe alafu unakataa matokeo. Kuna watu wanakwenda kupigiwa kura katika kituo kimoja cha kura, na mke na watoto wake 7 walipiga kura na hapati hata kura moja, kwa sababu hata nyumbani uongozi wake una matatizo. Mama anawanong'oneza watoto, akirudi ameshinda huyu tumekwisha. Kwa kila mtu anatafuta namna ya kujikomboa. Unaenda kule huwezi kupata kura. Uongozi bora unaanzia wapi? Kwenye ngazi ya familia. Unaanzia nyumbani kwako, ngazi ya familia, unakwenda ngazi ya mtaa, ngazi ya tawi, unakwenda ukipanda, ndio uongozi unakwenda unakuwa. Lakini wewe unatoka nyumbani kwako hakuna naye kuunga mkono. Siku ya kupiga kura umeshawanunia ndugu watoto wako siku 7, uongei na yote, alafu unataka wakupigie kura wewe. Alafu ukishapata chuki hizo za nyumbani unazihamishia kwenye chama chetu na mwisho unahamishia kwenye nchi yetu. Hata vyama vingine vinafika mahala vinashindwa kujua vimejifunza wapi chuki. Kumbe kuna watu 2 watatu tu kwenye CCM ndio wamewafundisha vyama vingine tabia ya kukataa matokeo na tabia ya kuchukia wenzao. Kwa sababu sisi ndio chama chenye wajibu wa kulea nchi, chenye wajibu wa kushika nchi. Na ndio maana baba wa taifa Mwalimu Nyerere alipokuwa anamaliza muda wake madarakani, kauli moja ya mwisho alisema, mimi nang'atuka lakini naendelea kuamini kwamba bila CCM madhubuti nchi yetu itayumba. Kauli ya baba wa taifa inaishi. Mpaka leo kauli ya baba wa taifa inaishi. Hakuna mwenye akili sawasawa asiyejua kwamba CCM ikidhoofika na kupasuka, nchi yetu inapasuka. Ni mtu asiyeitakia mema tu nchi yetu anaweza akatamani CCM ipasuke. Ndio maana hata baadhi ya rafiki zetu walioko kwenye vyama vingine wanatunong'oneza kwamba jamani, jitahidini chama chenu kisipasuke. Mchezo wenu mauti yetu.
Kwa hiyo nasema la kwanza la msingi tujue kwamba chama cha siasa madhubuti kinaongozwa na misingi ya demokrasia, na demokrasia ya kweli ni pamoja na kushiriki uchaguzi huru na kukubali matokeo. Kiongozi wa kweli ni yule ambaye anakubali matokeo bila kusita. Mimi hapa nimegombea mara 28 na nimeshindwa mara 4, na nimeshindwa vizuri, sio kushindwa kidogo. Inatoka wasoiwa sawa, nimepigwa flat mara 4 katika mara 28. Lakini nimegombea nikijua kwamba huu ni uchaguzi, kuna kushinda na kuna kushindwa. Moyo wako ukijua kwamba huu ni uchaguzi, kuna kushinda na kushindwa, wala upati shida. Matokeo yanayokuja unayokubali. Sasa niombe wana CCM nchi nzima, kwanza tuheshimu utaratibu wa kidemokrasia ndani ya chama chetu, lakini pili tuendeshe chaguzi za haki, na tatu tukubali matokeo kwa moyo dhati na kuwasaidia walioshinda. Lakini waombe wana CCM wanaoshinda katika chaguzi katika ngazi zote, kiongozi wa kweli ni mnyenyekevu na habagui anaowaongoza. Waunganishe watu wote walioko chini yako. Huwezi kuwa wewe una vikosi vya wapelelezi muda wote wanatafuta wenzako wanasema nini. Binadamu ana haki ya kufikiri. Anaweza akayaona ya kwako mazuri 100 akayaongelea, na akaona ya kwako mabaya 2 akayaongelea. Sasa wewe utasikia yale 2, yale 100 hutasikia. Hivi huyu kakukosea nini kama amekusifia mara 100 kakusema vibaya mara 2? Kuna shida hapo? Hamna shida yote, na ni haki yake kufikiri, sio? Hajatumia ubongo wako wewe kufikiri, katumia wa kwake. Hajatumia energy yako yoyote kufikiri. Kwa hiyo niseme viongozi wa kuchaguliwa katika chama chetu tunaomba wawe wanyenyekevu, waongoze katika kuunganisha watu na sio kuwagawanya. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imechukua hatua za kurejesha utangamano katika nchi yetu, ambao sasa nchi yetu ni shwari na kila mtu anafuata utawala wa sheria. Lakini ni dhamira ya Rais Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba tunaanzisha mazungumzo ya maridhiano ili kuhakikisha hata hao wachache wanapata nafasi ya kusikilizwa ili kuwa na taifa lenye amani na umoja na kuendelea kuwa mfano wa utulivu katika Afrika na dunia. Mheshimiwa Mwenyekiti, Rais Samia Suluhu Hassan amenituma niwahakikishieni kwamba nchi yetu ni salama na tulivu na iko tayari kupokea wageni wa aina mbalimbali kutoka duniani kote kwa mafanikio ya nchi zetu zote. Lakini pia nitumie nafasi hii kuwashukuru sana kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan viongozi wa SADC waliofanikiwa kufika kwenye siku ya uapisho wa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia nawashukuru viongozi waliotangulia kuzungumza kabla yangu ambao wametoa pongezi za dhati kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Nataka niwahakikishie kwamba hakuna jitihada ambayo Rais Samia ataiacha katika kuhakikisha Tanzania inapata maendeleo, lakini pia amani ya nchi yetu inaendelezwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa nirejee kwenye ajenda ya kikao chetu cha leo. Kwanza nitumie nafasi hii kuishukuru sana Madagascar kwa kazi nzuri ambayo imefanya kwa miezi 2 iliyopita, lakini vile vile kwa uamuzi wake wa kuachia wenyekiti kwa kutambua kwamba katika mazingira walioko sasa wanaweza wasitoe uongozi makini. Kwa wameona watoe nafasi kwa watu wengine. Tunawashukuru sana kwa uamuzi huu wa busara. Lakini pia nitumie nafasi hii kipekee sana kuwashukuru Afrika ya Kusini na kipekee Rais Cyril Ramaphosa ambaye daima amekuwa mstari wa mbele kutoa suluhu katika jambo lolote ambalo linatokea kwa nchi zetu za SADC na hivyo kuendeleza umoja wa nchi zetu za SADC. Tanzania inaunga mkono mapendekezo yaliyotolewa, lakini pia inatoa wito wa kujifunza kutokana na kilichotokea sasa ili tuwe na utaratibu ulio wazi katika kanuni zetu ambao jambo lolote likitokea basi tunaweza kwa kutumia kanuni zetu kupata suluhu mara moja ya jambo hilo, na hasa kwenye eneo la utatu
au Troika, ambayo ni muhimu sana katika usalama wa nchi zetu za SADC. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kuzungumza. Viongozi na ndugu wananchi, serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imezamiria kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ukamilishaji wa mradi huu wa jengo maalum na viongozi wa nchi. Kama mnavyofahamu, kiwanja cha ndege ni lango kuu linalowezesha wageni kuona kwa mara ya kwanza sura ya nchi yetu. Hivyo, hili ni eneo ambalo linatangaza nchi yetu ulimwenguni. Kwa mantiki hiyo, uwepo wa jengo hili la kisasa kwa ajili ya mapokezi na safari za viongozi wakuu wa nchi na wageni mashuhuri ni fursa muhimu katika kujenga taswira ya nchi na kuimarisha diplomasia, itifaki na mahusiano ya kimataifa. Kama nilivyokwisha eleza, jengo hili la kwanza na la aina yake kwa nchi za Afrika Mashariki lina uwezo wa kuhudumia ugeni wa viongozi wakuu 5 kutoka nchi tofauti wanaoingia na kutoka nchini kwa wakati mmoja. Hivyo, ninaitaka mamlaka ya viwanja vya ndege kusimamia kwa umakini matumizi ya jengo hili, kuhakikisha linatunzwa ipasavyo na kudumisha viwango na ubora wake. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi mlioko hapa, serikali imejizatiti kuhakikisha sekta ya uchukuzi inaimarika, kwani ufanisi katika huduma na uchukuzi unaliweka taifa letu kwenye nafasi nzuri ya ushindani wa kibiashara. Unatuongezea mapato ya fedha za kigeni na kukuza mchango wa sekta hiyo katika pato la taifa. Pamoja na ujenzi wa jengo hili, serikali ya awamu ya 6 imejipanga kikamilifu kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kisekta kama ilivyoainishwa katika dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 na mpango wa miaka 5 wa maendeleo ya taifa 2026-27, 2030-31 na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya 2025. Hivyo serikali itaendelea kuboresha miundombinu na huduma mbalimbali katika viwanja vya ndege na huduma za usafiri wa barabara, usafiri wa majini na usafiri wa njia ya reli. Pia uboreshaji wa huduma za kampuni za ndege Tanzania ATCL kwa lengo la kuboresha usafiri wa ndani, kuunganisha nchi yetu na nchi nyingine na kupunguza gharama za usafirishaji na kuimarisha uchumi wa Tanzania na biashara za kimataifa. Aidha, ili kuboresha huduma za usafiri na usafirishaji, serikali imedhamiria kuunganisha huduma za sekta ya uchukuzi, multimodal transportation. Katika kutekeleza hilo, serikali inaendelea na uunganishaji wa huduma za viwanja vya ndege, usafiri wa barabara, maji na reli. Mathalan, mradi wa kimkakati unaoendelea wa ujenzi wa barabara ya mwendokasi BRT kati ya eneo la Posta na Gongo la Mboto kilomita 23.6 utaunganishwa na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere ili kurahisisha huduma za usafiri katika jiji la Dar es Salaam. Hali kadhalika, hatua za utekelezaji zinaendelea ili kuhakikisha huduma za reli zinaunganishwa na viwanja vya ndege vya kimataifa, hususan kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere, kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Msalato na kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Kilimanjaro. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, jitihada hizi kubwa zinazofanywa na serikali zinalenga kurahisisha huduma za usafiri na usafirishaji ili kuchochea ukuaji wa uchumi kitaifa na kikanda. Hii inatokana na fursa za faida ya kijiografia za nchi yetu ambayo ni lango kuu la biashara la nchi zaidi ya 8 zilizopo kusini, mashariki, kati ya bara la Afrika na kiunganisha bara letu na nchi za Mashariki ya Kati na mbali. Hivyo ni dhamira ya serikali kuendelea utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa standard gauge kwa vipande na maeneo yote yaliyobaki kuelekea Tabora, Mwanza, Kigoma hadi Msongati huko Burundi. Pili, uboreshaji wa bandari ya Dar es Salaam gati namba 12 mpaka 15 na bandari nyingine za kimkakati za Tanga, Mtwara, Kisiwa Mgao, Mbamba Bay, Kigoma na Bagamoyo. Tatu, uboreshaji wa reli ya mamlaka ya reli Tanzania na Zambia TAZARA kutoka Kaplimposhi hadi Dar es Salaam. Ujenzi na ukarabati wa barabara za lami zinazounganisha Tanzania na nchi jirani, na pia ujenzi na ukarabati wa viwanja vya ndege vikiwamo Msalato, Kilimanjaro na Mwanza. Lakini pia ujenzi na ukarabati wa meli katika maziwa makuu
na ununuzi wa ndege mpya 6 za kisasa za kampuni ya ndege Tanzania ATCL. Na wakumbusha kuwa uwekezaji huu ni wenye gharama kubwa sana. Hivyo sote tunawajibika kuilinda na kuitunza miundombinu hiyo kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Tukumbuke uwekezaji huu ni jasho letu wa Tanzania. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba mniruhusu nitumie fursa hii kuipongeza kwa dhati Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Viwanja vya Ndege kwa kusimamia kikamilifu mradi huu na miradi mingine ya serikali inayoendelea kutekelezwa kwa viwango vya ubora unaozingatia muda na thamani ya fedha. Hongereni sana.